Sikupendi, sikuhitaji. Sikutaki Ateka, niache. Najua bado unapelekeshwa na mamke hasira. Usinisikie mimi. Mimi nipo kwa ajili yako. Na wala siwezi kukubali wewe ufe. Hebu kunywa maziwa, upunguze hasira na pia ongeze nguvu mwilini mwako. Umeshindwa kutii maamuzi ya Chifu Makaronde. Halafu nilishakwambia ni marufuku kufika nyumbani kwangu mpaka upate ruhusa yangu. Nimefanya hivi siku zote, lakini sikuona msaada wowote ulionisaidia zaidi ya manyanyaso na ukatili tu. Katele, leo nimekuletea mwanao na wewe umlee. Utajua mwenyewe kama kumtupa au kumkata kichwa na yeye awe kafara katika hii maya. Mama Kalunde, sikuwahi kufikiria kama utakuwa na akili chafu kama hizi. Wewe unajua kuwa mimi na mwanamke mwingine, na akijua hili itakuwa shida sana. Kumbe ni baba yangu. Nimefurahi sana kukuona. Kwa muda mrefu nilikuwa nikimsumbua mama. Mama alikosa majibu. Nyamaza wewe ngedele. Hivi unajua nini wewe kwenye haya maisha? Usichokijua, wewe ulipatikana kwa bahati mbaya tu. Hebu nenda kakajao kalale huko. Mimi sikuwa na lengo la kukupata wewe. Mama yako alinitegeshea tu. Mimi najua mke wako amekukimbia kwa jinsi unavyoiendesha hii Zombe kwa mabavu. Sasa basi, kabla sijatoa hii siri kwa wanaizombe, uniambie umekubali kukaa na mwanao au la. Mimi nakubali kukaa na huyu mtoto, lakini nakuomba usitoe hii siri. Kama umekubali kukaa na mwanao ni vizuri, na kuahidi mimi sitaitoa hii siri. Tawala ya mababu. Taarifa limeambiwa na mizimu kwa kile ulichokifanya kwenye yale maziwa. Hapana, mimi sijafanya chochote kwenye yale maziwa. Na kama mizimu ndio imekwambia, basi haijafanya kazi yake. Usitafute balali kukumbe. Mizimu ya Izombe haiwezi kusema uongo. Na ukiendelea kubisha, shida kubwa itakukuta. Utajiona ni binti asiyekuwa na bahati hapa Imayani. Kwa hiyo, ni jukumu lako kuniambia ukweli au kuendelea kunidanganya ili nifikishe taarifa zako kwa chifu. Ndiyo, mimi ndio niloweka sumu kwenye yale maziwa. Na nimeweka sumu kwa sababu nachukizwa sana mwenendo wa Chifu Katele hapa Imayani. Na kinachonitafuna moyoni mwangu ni pale Chifu Katele alipoamuru kuliwa mama yangu.
tena kipindi akiwa mjamzito, na mimi nikashuhudia kwa macho yangu, na hili sitolisahau katika maisha yangu, na nilipanga kulipa kisasi kimya kimya. Unatakiwa utumie akili kwenye kufanya mambo yako kipepeo. Leo hii ningekuwa sina huruma, unadhani ungekuwa wapi sasa? Hivyo basi, ninatunza siri hii mpaka kufa kwangu. Lakini na wewe niahidi, kama hutofanya tukio kama hili tena. Kwanza nikushukuru kwa kuwa una huruma. Wewe ndio uliokuwa unafaa kuwa kiongozi. Nadhiri yangu kwako, sitojaribu tena kufanya jambo kama hili. Naomba unisamehe. Baba, katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Unazungumzia Yesu tena? Okoa maisha yako. Likasakara mseke. Izombe tawala ya mababu Ikolele. Mtukufu chifu wetu wa Himaya Izombe. Iko sabi. Naona umerudi jemedari wa Himaya Izombe. Nimerudi baba. Lakini hata hivyo, leo siku yangu imezidi kuwa mbaya. Unajua baba, mimi sijawahi kushindwa hata siku moja. Na kama unavyoniamini, kushindwa kwangu ni mwiko. Lakini leo imekuwa tofauti. Mtukufu chifu wangu, naomba niamuru ni mchinje kwa yoyote atakayeingia ndani ya Himaya tukufu ya Izombe. Nyamaza wewe. Kwa nini unaongea wakati mtoto wangu anaongea? Mwanangu, nini kimetokea? Lakini baba, nilikuwa niko mtoni naoga. Nilimuona mtu amevaa mavazi tofauti ambayo siyaelewi. Na nilitoka kwenye maji, nikaanza kufukuzana naye. Lakini sikumuona wapi alipoelekea. Nilitoka kwenye maji nikawa nafukuzana naye. Lakini kwa bahati mbaya akanitoroka. Sikujua wapi alipoelekea. Hiyo ni laana mwanangu, iliyotufikia hapa Izombe. Mayuki, unashindwaje kumkamata? Leo nimekuona mzembe sana. Sasa basi, nataka muende sehemu ya kufanya kafara. Na tukimaliza tambiko, unatakiwa wewe na Lukenge muende porini ukaukamate hao waliovamia. Chifu wangu, kwa nini tusende sasa hivi tukawachinje? Potea machoni mwangu. Izombe tawala ya mababu. Naitwa Kangalo, ila katika imani naitwa Bina Mungu, kwa sababu mimi ni mteule wa Mungu. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuitangaza neno la Bwana. Naitwa Mbwela, ni mtengeneza maudhui katika mitandao.
hususan documentary. Nimekuja katika hii misitu kwa ajili ya kuja kutengeneza documentary. Lakini baada ya kufika katika hii misitu nikakutana na himaya ya watu ambao sio wajua. Hivyo zoezi langu likawa limesita hapo. Lakini bwana mchungaji, huu sio wakati wa kutangaza neno. Ni wakati wa kuokoa nafsi yako. Kwa sababu hawa watu wanaonekana sio watu wazuri. Tena hawa ni majangili haswa. Hapo ndo napopahitaji. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Napaswa ni kutangazie neno la Bwana. Tukisoma ile Isaya 41 aya ya 10 inasema, msiogope maana mimi ni karibu na nyinyi. Msifadhaike maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia. Bwana mchungaji, sio kama mimi naakana maneno yako. Ila hii sehemu sio sehemu sahihi ya kutoa hilo neno lako. Mimi mtu mwenyewe tayari nishakuwa naamini kukimbia kuliko hata hilo neno. Yaani mimi naona tu upeleke neno sehemu sahihi. Kwa sababu hilo neno nalitupa kwa mtu ambaye tayari sasa hivi anaamini mbio ndio ambayo inaweza ikamuokoa. Na mimi nakushauri, yani bora uamini mbio kuliko hata hilo neno kwa huu msitu na hawa watu jinsi nilivyowaona. Si umeona tu ulitundikwa pale? Nimekusaidia mimi. Tulia bwana Mbwera. Bwana ana shida na wewe. Yoshua 1 aya ya 9 inasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike maana Bwana yu pamoja na wewe. Warumi 8:28 inasema, nasi twajua Mungu hufanya kazi na watu wote wale hawapendao. Mimi ndo kwanza nimekutana na mchungaji kichwa kigumu kama wewe. Hivi huko ulikotoka huko hakuna makanisa? Kwa nini usitengeneze kanisa tukawaita waumini wakaje? Kwa nini unakuja kuhatarisha maisha yako huko? Alafu bado unaanza bwana, okoa nafsi yako. Rika sakarabu seki. Jina la Yesu. Yesu atawahukumu nyie. Tangulia twende. Nilimsihi sana Akumbwani kuhusu ujua yule mgeni hapa Imayani. Na nilimkumbusha kuhusu Chifu Katele. Lakini Akumbwani aliendelea na misimamo yake mpaka kufika kumpeleka mgeni katika miungu yetu. Na walipofika huko ndipo balaa ilipoanza. Mimi nafikiria Akumbwani hajakosea kumkaribisha mgeni ambaye alijikuta tu yupo katika hii himaya yetu. Ila alichokosea yeye ni kumpeleka mizimuni, wakati anajua pori lote la kule mizimuni linalindwa na walinzi wa himaya Izombe. Hilo ndo tatizo. Vipi kuhusu kaka Konibla? Aliwaza nini mpaka kutaka kumbaka binti wa chifu? Kwani alikuwa juu kwamba itakuja kumletea tatizo kwake? Mimi sina hakika kwa Nibla alitaka kufanya hivyo, wakati anamjua vizuri Chief Katele. Mimi nafikiria ni mipango tu iliyopangwa toka hapo awali. Hivyo natamani niende mizimuni nikaombe ili itoe hukumu juu ya hili. Sawa. Sisi turudi Imayani. Maana walinzi wakija kutukuta hapa watazani tunajadili kuhusu ndugu zetu. Kutoka mizimu ya Izombe. Iko Sabi Kalunde. Umetoka wapi? Mbona uko peke yako?
Nilitaka kuongea na mizimu ya himaya hii ya Izombe. Wenda itanisikiliza mimi kuliko wewe. Kalunde, hupaswi kujua kitu chochote kuhusu mizimu kwa sasa. Wewe bado ni mdogo sana. Natakiwa utulie, ujifunze mila na desturi za hapa Imayani. Naomba nikuulize kitu, mzee wa mizimu. Unaweza kuniambia kwa nini mke wa chifu yupo Imayani? Wewe haya yote umeyatoa wapi? Kwa sababu hili jambo ni siri yangu mimi na Chifu Katele. Na wewe umeajuaje? Nafikiria muda sio sahihi wa kukwambia kila kitu. Lakini elewa, najua kila kitu kinachoendelea Imayani. Izombe, tawala ya mababu. Izombe, nguvu ya mfalme. Izombe, heshima ya enzi. Nilimwona Nibla akiwa analetwa Imayani, huku amefungwa kamba, akiwa na mlinzi mkuu pamoja na Ateka binti wa chifu. Naweza nikaamini maneno yako, maana sio kawaida yake kutoonekana Imayani muda mrefu, na ukizingatia nataka kuwa askari kama marehemu baba yake. Aliletwa mbele ya chifu akidaiwa kutaka kumbaka Ateka huko mtoni wakati ameenda kupunga upepo. Ndipo alipoamuru awekwe zizini, kisha na yeye ataungana na watu watakaotolewa kafara. Wewe, ina maana Nibla alitaka kumbaka Ateka? Ni baraka gani hili jamani limenikuta? Au ndo anipendi tena? Kwa hiyo wewe unataka kuniambia Nibla ni mchumba wako na ndio umefanya nao mara mbili? Hapana, simaanishi hivyo. Maana yako nini sasa? Nibla, 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 Nibla. Izombe, Izombe, tawala ya mababu. Nibla, 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 Nibla. Ateka,